hawa watu wote ambao wanauza pombe haramu, tunabadilisha sheria. Assets ya hii watu, hii magari wanatumia kubeba pombe left, right and center. Ukishikwa unabeba pombe haramu, hiyo gari inakuwa ya serikali. Assets ya hiyo watu inapotea. Jambo la pili, watu wa kuuza madawa ya kulevya, heroin, cocaine. Mtu anauza cocaine, mtu anauza heroin. Watoto wetu wamekwisha. Na mwenye anauza yeye mwenyewe hatumii, watoto yake hawatumii, lakini anauzia watoto ya watu wengine. Tunabadilisha sheria. Ilikuwa inasemekana kwa sheria ya zamani ati mtu kama huyo apigwe faini ya $1,000,000. Sasa tunabadilisha. Mtu kama huyo inakuwa capital punishment. Mtu kama huyo anaenda kunyongwa. Mtu ambaye anauza heroin, mtu anauza heroin, mtu anauza cocaine, ukipatikana unauza, sikiza saa hii, nyinyi wabunge mjipange, tunaleta sheria bunge. Haiwezekani. Watoto wengi wamepotea. Sijui kama tunaelewana jameni. Yes. 5 million people in Kenya is far too many. We cannot continue na hiyo barabara. Waziri, nishamwambia Attorney General, watu wanakada hiyo group yote, sheria, regulations, pia tunatengeneza regulations ya gambling. Hii karata hii watu wanahangaika, mtu anafanya kazi usiku jioni, anaenda ana gamble pesa, watoto wanalala njaa, mama analala njaa, kila mtu analala njaa. Hiyo gambling tuweke regulation. Haiwezi kuwa inaendelea kila mahali. So many people are in depression kwa sababu ya kamari na mambo ingine ambayo we cannot continue like that as a nation. Na nyinyi mnajua nikishasema nimesema. I am ready to deal with the consequences.